Bana, karibu United Insider tuweze kupitia taarifa zote muhimu kuhusu Red Devils siku ya leo, lakini ukiwa Dar es Salaam, Morogoro pamoja na Dodoma, tuna request usafiri rahisi kabisa unaitwa Twende Ride usafiri Kitonga, ambao unapatikana kwa njia ya mtandao. Ni swala la kuwa na application tu ya Twende Ride kupitia App Store na Play Store, alafu na request, mambo yanakuwa fresh kabisa. Sasa Twende Ride unatufanya twende kwenye taarifa za muhimu kuhusu Devils siku ya leo. Hii ni taarifa ambayo imechukua nafasi kwenye vyanzo vingi vya habari. David Austin akiripoti, Fabrizio Romano pamoja na vyombo vingine vya habari vimeripoti taarifa kuhusu Manchester wanafikiria kumsajili Brazil Andre Santos kutoka kwenye klabu ya soka ya Chelsea. Nyota huyu amekuwa hana nafasi kwenye kikosi cha Chelsea na anataka kuondoka, hivyo Manchester wanataka kufanya usajili wa kiungo huyu ambaye ni sehemu ya mchakato wa Manchester kuja kuboresha eneo la kiungo. Najua hapa kuna mjadala mkubwa kutoka kwa nyota kama Tonali, Matheus Fernandes, Tchouameni mpaka kwa kiungo kama Andre Santos. Hapa kuna mjadala mkubwa, lakini nikukumbushe tu, dirisha lililopita chini ya Ruben Amorim, Manchester walikwenda mara mbili Chelsea kuulizia upatikanaji wa Andre Santos na klabu ya soka ya Chelsea ilikataa. Hata dirisha dogo la Januari, Manchester bado walikuwa wanamtaka Andre Santos, lakini bado Chelsea walikataa chini ya Liam Rosenior. Wakati ule Chelsea hawakutaka kumuuza. Sasa Manchester wamerejea tena na tayari wamekwisha kuulizia upatikanaji wake kwa wawakilishi wa mchezaji, na inaelezwa kwamba Chelsea iko tayari sasa kuweza kumwachia bwana mdogo huyo wa Brazil kwa dau la paundi milioni 50, wakati huu ambako bado si mchezaji ambaye hana namba kwenye kikosi cha kwanza cha Chelsea. Hatujui ni nini Manchester ambacho wanakiangalia zaidi kwa bwana mdogo huyu mwenye miaka 22. Nimeanza kuona mjadala tangu taarifa hii ilipotoka, nilikuwa nafuatilia. Kuna pande mbili. Kuna wengine wanasema ni kijana ambaye anaweza kuja kuimarika zaidi, miaka 22 na ana kipaji, anaweza kuja kuwa bora zaidi, lakini wengine wanasema huyu ni ugate mwingine ambaye Manchester inakwenda kumsajili. So tusubiri kuona nini kinaweza kinaendelea. Bado hakuna makubaliano kati ya Manchester na Chelsea, lakini kuna mazungumzo tu kati ya kambi ya mchezaji pamoja na klabu ya Manchester, kama ambavyo ilikuwa kwa Matheus Fernandes. Mazungumzo yalifanyika kati ya kambi ya mchezaji na Manchester. Hata kwa Elliot Henderson, Manchester walizungumza naye wakala wake. Same to Sandro Tonali wa Manchester walienda mpaka Italy kuzungumza na kambi ya mchezaji, lakini bado sajili hizo hazikuweza kufanyika. Tusubiri kuona nini kinaweza kutokea, lakini ni moja kati ya taarifa ambazo zimechukua nafasi sana siku ya leo. Taarifa kutoka kwa Ben Jacob zinasema Carlos Baleba yeye yuko tayari kujiunga na Manchester United katika dirisha hili, kwani makubaliano binafsi yalikwisha kufikiwa tangu msimu uliopita ambako Manchester walikuwa wanamtaka. Hivyo Baleba anachosubiri kwa sasa ni Manchester wenyewe kwenda kuzungumza na klabu ya soka ya Brighton. Kwa mujibu wa Ben Jacob, wanasema kwamba Brighton huenda wakataka zaidi ya paundi milioni 75, lakini makubaliano binafsi yalikwisha kufikiwa tangu msimu uliopita ya maslahi na kila kitu cha kumhusu Baleba kujiunga na Manchester United. Sasa ni jukumu la Manchester kuamua kama wanamtaka Baleba moja kwa moja kwenda kuzungumza na klabu ya Brighton, kwa sababu hakuna tena sababu ya mazungumzo mengine na mchezaji mwenyewe yuko tayari kujiunga na Manchester. Na hata ukikumbuka wakati wa msimu uliopita kwamba moja ya sababu kubwa ambazo zilikuwa zinazungumzwa kushuka kwa kiwango cha Baleba ni kwa sababu ya kushindikana kwa uhamisho wake ambao ulikuwa ni uhamisho wa ndoto wa kujiunga na Manchester United. So hii ni taarifa ambayo Ben Jacob anatuambia hivyo. Tusubiri kuona nini na nini itatokea hapa. Baleba yuko tayari kujiunga na timu, ni jambo la Manchester kutoa fedha. Hapo utaona Ineos wanahitaji kutoboka, kwa sababu viungo wote ambao wanahusishwa, hakuna kiungo tena wa paundi 80. Hakuna kiungo wa bei ya chini. Kwa hiyo wataka wastake ni either kwenda kutoboka ama kuamua kutafuta talenti zingine za gharama rahisi ambazo bado zinaweza kuja kuwa gharimu, lakini labda zinaweza kuja kufanya vizuri. So Ineos wana kazi ya ziada katika dirisha hili. Jana kuna video nilifanya au juzi nilisema dirisha ni gumu. Kuna mtu akaniambia dirisha sio gumu. Dirisha ni gumu. Kila unapoenda kugusa unaambiwa fedha zaidi, na klabu yenyewe sio klabu ambayo ina hela nyingi. Unajua, ukifuatilia hivi vilabu vimekuwa wakati mwingine havina fedha. Utakumbuka Barca ilifika wakati walikuwa wanapunguza mishahara yao ili klabu iendelee kusurvive. So Manchester pia imekuwa inapitia kwenye changamoto nyingi, wakibana matumizi ili kuweza kuifanya klabu iendelee kurun. So tusubiri kuona nini kitatokea, lakini taarifa ya mwandishi wa BBC Niza
Kinsella anasema Manchester United wamefanya mawasiliano rasmi na FC Bournemouth, lakini FC Bournemouth wamewajibu moja kwa moja Manchester kwamba Alex Scott hauzwi katika dirisha hili la usajili. Kwa mujibu wa Nizar, anasema Manchester walikwenda moja kwa moja kujua namna gani wanaweza kukamilisha usajili wa Alex Scott, lakini Bournemouth wamewaambia moja kwa moja kwamba hawako tayari kumuuza mchezaji huyo, na Alex Scott mwenyewe, kwa mujibu wa taarifa ya Yaniza, kwamba Alex Scott alikuwa tayari kuondoka FC Bournemouth, ndio maana amekataa kusaini mkataba mpya kwa sababu anataka kuondoka na kupata changamoto nyingine. Lakini Bournemouth wanasema ujamaa hauzwi katika dirisha hili. Hivyo Manchester sasa wanalazimika kuanza kufikiria kuangalia option nyingine za nani wanakwenda kumsajili kama itakuwa inashindikana kumpata kiungo huyu wa Kiingereza. Lakini taarifa kutoka Hispania kwa Dimarius Arce anasema kwamba Manchester tayari wanafahamu fika swala la kumsajili kiungo Tchouameni ni jambo gumu sana. Madrid wanamchukua kama huyu ni moja kati ya wachezaji muhimu kwenye kikosi chao kuelekea msimu ujao. Jambo pekee ambalo linaweza likawafanya Real Madrid kumruhusu Tchouameni kuondoka ni Manchester kupeleka mega offer kubwa ambayo itawashawishi Real kuamua kwamba wanaachana na Tchouameni. Hapo ndipo utajua hili dirisha Manchester wanalazimika kutumia kiasi kikubwa cha fedha ili kupata sajili ambazo wanazotaka. Diablos anatuambia hivyo kwamba Madrid hawatakuwa tayari kumwachia Tchouameni, labda Manchester au timu nyingine ije na bid kubwa ambayo itawashawishi, na tayari tunaambiwa Tchouameni karibu paundi milioni 70 na huenda ikafika paka paundi milioni 90 ya kuhakikisha kwamba Tchouameni anaweza kuondoka kwenye klabu ya Real Madrid. Lakini taarifa nyingine wakati huu ni kutoka kwa mwandishi Mark Critchell kutoka pale The Athletics. Anasema majina mawili makubwa ambayo kwa sasa yamebaki kwenye meza Manchester kama kipaumbele cha usajili ni jina la Alex Scott kutoka FC Bournemouth, ambao tumeambiwa na mwandishi wa BBC Nizar kwamba Bournemouth wamewajibu Manchester hauzwi kabisa. Lakini kwa mujibu wa Mark kutoka The Athletics, jina la Alex Scott ndio kipaumbele zaidi cha Manchester pamoja na Felix Nimcha. Haya ndio majina ambayo yako mezani kwa viongozi wa Manchester United, na inaelezwa kwamba Jason Wilcox yeye ni mshabiki mkubwa wa kijana wa Kijerumani na Kiingereza Felix Nimcha, kwa sababu alifanya naye kazi kwenye klabu ya Man City wakati yuko academy. Kwa ni mchezaji ambaye anamfahamu vizuri na anaona anaweza kuja kufaa kwenye project ya Manchester United. Lakini changamoto kubwa itabaki ile kwamba klabu ya Borussia nao wanahitaji zaidi ya euro milioni 120 ambayo ni karibu paundi milioni 102 kumruhusu Felix Nimcha kuondoka kwenye klabu ya Borussia Dortmund. So dirisha hili kwa Manchester ni lazima wabadilishe gia yao angani kama wanataka kuleta mabadiliko na kuifanya klabu kwa bora. Lakini msisitizo wa klabu ambao umebakia ni kwamba klabu itasajili plani zake ambazo zilikuwa imezipanga tangu awali. Dirisha halitowayumbisha. Hii ni taarifa nyingine ya kuweza kusubiri sana. Lakini Manchester pia leo imepata ahueni. Andre Onana anarejea tena nchini Uturuki kwenye klabu ya Trabzonspor kwa mkopo mwingine ambao utampeleka mpaka 2027 na kumfanya Onana kuwa ni miongoni mwa magolikipa ambao wanapokea hela nyingi. Katika magolikipa 10 duniani wanaopata fedha nyingi, Onana ni miongoni mwa wale magolikipa 10 wanaotengeneza mkwanja mrefu kabisa. Lakini sasa hii pia inafanya Manchester kupata kiasi cha paundi milioni 1.5 kutokana na mkopo huu, na hii itategemea na mafanikio ya mchezaji. Kwa Manchester watapata faida, Onana yuko nje kwa mkopo, klabu ya Trabzonspor italipa mshahara wote, lakini pia Manchester watapata fedha kutokana na performance ambayo itakuwa inaionyesha Andre Onana katika klabu hiyo. Bwana, twenzetu mjini Dar es Salaam, Morogoro pamoja na Dom, tunatumia twende ride, usafiri wa gharama rahisi kabisa. Lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ciao.